Asante sana. Kwanza niwashukuru kwa kuweza kuitikia wito wa kuweza kukutana na nyinyi muda huu kwa ajili ya kueleza tathmini fupi tu ya kampeni zetu za uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo sisi CUF Chama cha Wananchi tumeweza kuweka mgombea wa urais ambaye anaitwa Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo pamoja na mgombea mwenza Mheshimiwa Husna Mohamed Abdallah. Sisi mara baada ya zoezi la uteuzi wa wagombea wa urais kukamilika na mgombea wetu Gombo Samandito Gombo pamoja na Mheshimiwa Husna Mohamed Abdallah kuteuliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa wagombea wa nafasi hizo, tulianza kampeni kama ambavyo ratiba ya tume ilivyokuwa inaelekeza. Ratiba ya tume ilikuwa inaelekeza kuanza kwa kampeni za vyama vya siasa kwa nafasi ya urais tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2025, lakini sisi tulifanya uzinduzi wa kampeni zetu tarehe 31 ya mwezi wa 8 mwaka 2025, na uzinduzi wetu tuliufanyia jijini Mwanza katika viwanja vya Furahisha. Tulifanya uzinduzi tarehe 31 mwezi wa 8 2025 katika viwanja vya Furahisha jijini Mwanza, na baada ya hapo tuliendelea na ratiba yetu ya kampeni katika maeneo mengine. Tunawashukuru wanachama na wafuasi wa chama chetu na wananchi kwa ujumla wale ambao walituunga mkono na kushiriki kwenye uzinduzi wa kampeni zetu, pamoja na kwamba hatukuwa na mkutano mkubwa sana siku hiyo ya tarehe 31 pale Furahisha, lakini tuliweza kufanya uzinduzi wetu na mwenyekiti wetu wa chama taifa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika mkutano ule wa uzinduzi wa kampeni, ambapo alipata nafasi ya kuwaeleza Watanzania juu ya azma ya chama chetu kutaka kuchukua serikali ya taifa letu hili katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, kwa kueleza yale mambo ya msingi ambayo tunaweza kuyafanya pale ambapo tutakuwa tumefanikiwa kuunda serikali chini ya mgombea wetu Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo endapo atafanikiwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuliendelea na kampeni zetu. Baada ya kutoka jijini Mwanza tulielekea Bunda, na baada ya Bunda tukaelekea Musoma, na baadaye tukaendelea kwenye maeneo mengine ya majimbo katika halmashauri mbalimbali na mikoa mbalimbali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kuendelea na kampeni zetu vizuri kwa kipindi chote hicho mpaka kufikia sasa. Tumeweza kufanikiwa kufanya kampeni katika maeneo ya kanda ya kati kwenye mikoa ya Shinyanga, mikoa ya Simiyu, lakini pia tumeweza kufanya kwenye kanda ya magharibi ambako tuliweza kufika mkoa wa Kigoma na mkoa wa Tabora, na baadaye tukaendelea kwenye kanda ya kati kwa maana ya mikoa ya Singida, Dodoma, na baadaye tukaendelea na ratiba yetu ya kampeni kwa kanda ya kaskazini, na tukaingia jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea kwenye kanda ya kusini. Tunashukuru kwamba wakati tunaanza kampeni zetu palikuwa kidogo pana uzito wa watu kuweza kuelewa kama tupo kwenye kampeni, lakini kadri muda ulivyokuwa unakwenda gari letu lilikuwa linachanganya hoja zetu ambazo sasa zilianza kusikika kwa wananchi, na mgombea wetu ambaye sasa alianza kutambulika kwa wananchi kidogo kidogo, wameanza wananchi kumuelewa, na sasa amekuwa na mvuto mkubwa pengine kuliko mgombea wetu wa urais katika kampeni hizi. Na tumekuwa na hoja za msingi ambazo tumekuwa tukizisimamia, hoja ambazo zimesababisha wananchi wengi kuweza kuwa na tamaa ya kuweza kumsikiliza mgombea wetu na chama chetu kwa ujumla, lakini pia wameweka matumaini kwamba mgombea kupitia chama cha wananchi CUF ambaye ni Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo anaweza kuwa mkombozi wa taifa letu kutokana na hali ya umaskini ambao Watanzania wanayo mpaka hivi sasa. Mgombea wetu amekuwa na mvuto mkubwa kwa nyakati hizi za sasa, amekuwa na hoja za msingi na amekuwa mweledi sana katika kueleza hoja ambazo chama cha wananchi CUF inazisimamia na zile ahadi ambazo amekuwa akizitoa katika mikutano mbalimbali ambayo tumekuwa tukiifanya. Tunashukuru wananchi kwa kuweza kutuunga mkono, wamekuwa wakituunga mkono katika mikutano yetu. Ipo mikutano ambayo tumekuwa tukifanikiwa sana kwa kuwa na idadi kubwa ya wahudhuriaji katika mkutano huo wa wananchi, lakini ipo mikutano ambayo imekuwa na mahudhurio machache, na hii inatokana na kwamba chama chetu bado ni waumini wa kuwafikia wananchi na sio kwenda kuwabeba wananchi kwenye malori
kama nazi au mbuzi na kuwapeleka kwenye mikutano. Kwa hiyo sisi tunawafuata wananchi walipo na tunazungumza nayo hapo walipo. Kwa hiyo mikutano yetu imekuwa na mafanikio kwa sababu hatufanyi mkutano mmoja katika kila jimbo. Tunafanya mikutano zaidi ya mmoja kwa kwenda kwenye kata ambazo pengine zina wagombea wetu, lakini kata nyingine ni zile ambazo tuna wagombea wetu wa ubunge katika jimbo hilo. Hali hii imetufanya tuwe na mvuto mkubwa kwa wananchi, na wananchi wameweza kuelewa hoja ambazo tunazisimamia. Ni hoja gani ambazo tumekuwa tukizisimamia katika kampeni zetu? Kwanza tumekuwa tukisimamia hoja za huduma za msingi. Tunapozungumzia huduma za msingi tunazungumzia swala la afya, elimu, swala la usambazaji wa maji pamoja na miundombinu. Kwenye swala la afya, chama chetu na mgombea wetu wamekuwa wakieleza kwenye mikutano yetu ya kampeni kwamba pindi mgombea wetu atakapoapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada ya kuapishwa, kwa kutumia tutamko kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atafuta suala la uchangiaji wa gharama za afya katika hospitali za serikali, katika vituo vya afya na zahanati zote zinazomilikiwa na serikali. Kwa hiyo wananchi wana haki ya kupata huduma za msingi za afya bila gharama yoyote. Lakini pia tumekuwa tukisimamia swala la elimu, ambapo mgombea wetu kupitia sera za chama chetu, ilani ya uchaguzi ya chama chetu na ahadi zake, amekuwa akiwaeleza wananchi kwenye mikutano mbalimbali kwamba pindi atakapoapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi swala la elimu litakuwa ni swala la elimu bure, kutoka kuanzia elimu ya awali mpaka kwenye elimu ya chuo kikuu. Lakini pia kwenye swala la usambazaji wa maji, kama mnavyofahamu kwamba nchi yetu imekuwa na tatizo kubwa la uhaba wa maji kwa wananchi. Pamoja tuna vyanzo vingi sana vya maji, lakini kumekuwa na tatizo kubwa la wananchi kuweza kupatiwa maji. Kwa hiyo mgombea wetu na chama chetu tumekuwa tukisisitiza kwamba kwa kutumia vyanzo vya maji tulivyokuwa navyo ndani ya taifa letu, tutahakikisha ya kwamba tunawapelekea huduma ya maji wananchi wote pale walipo, kwa sababu uwezekano wa kufanya haya yote upo. Lakini jingine ambalo pia tumekuwa tukiwaeleza wananchi katika kampeni zetu ni swala la umeme. Swala la umeme ambalo mpaka sasa kama mnavyofahamu serikali imekuwa ikiwatoza wananchi gharama za shilingi kati ya shilingi 27,000 kwa wakati fulani, lakini hata wakati mwingine shilingi 300,000 na 21,000. Kwa hiyo mgombea wetu na chama kwa ujumla tunaeleza kwamba pindi tukiweza kuunda serikali, basi huduma za umeme zitakuwa ni bure. Hakuna mwananchi ambaye atatozwa gharama za kupeleka nguzo za umeme kuelekea nyumbani kwake. Mwananchi atakapokamilisha ujenzi wa nyumba yake, gharama yake itakuwa ni yeye kufanya wiring ndani ya nyumba yake, lakini shughuli nyingine zote za kuhakikisha kwamba anapatiwa umeme zitabaki kwa serikali na itakuwa ni bure. Haya ni miongoni mwa mambo ya huduma za msingi ambazo tumekuwa tukizieleza kwamba CUF chama cha wananchi kupitia mgombea wetu pindi atakapokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaweza tukayatekeleza haya. Sasa zipo hoja ambazo wananchi pengine wamekuwa wanataka kujua kwamba tunawezaje chama cha wananchi CUF kuweza kuyatekeleza haya, hali ya kuwa Chama cha Mapinduzi wanaeleza kwamba taifa letu ni maskini na nchi hii haina fedha. Tunachowaambia wananchi kwamba fedha zipo za kutosha. Tanzania haina shida ya fedha. Tanzania ina shida tu ya namna ya utendaji wa majukumu ya serikali. Bado tuna tatizo la ombwe la uongozi ndani ya nchi yetu, ambao wanashindwa kusimamia vyema rasilimali ya nchi yetu na kwenda kuleta tija kwa wananchi. Kwa kutumia rasilimali tulizokuwa nazo, kwa kutumia fedha ambazo Tanzania tunazo, tunaweza bila kuhitaji misaada kutoka nje ya nchi, tunaweza kutoa huduma hizi za afya bure, tunaweza kutoa elimu zote bure, na tunaweza pia kuweka huduma za usambazaji maji kwa wananchi bure, lakini pia tunaweza kuongeza ajira kwa wananchi, kwa sababu uwezekano wa kuongeza ajira upo kwa kutumia kidogo tulichokuwa nacho ama kingi tulichokuwa nacho, tutaongeza. Na zote tunafahamu kwenye swala la elimu mnafahamu kwamba shule zetu za sekondari, shule za msingi zina uhitaji mkubwa sana wa walimu, na mpaka hivi tunavyozungumza shule nyingi zina walimu wachache. Lakini huku mtaani kuna watu ambao wamemaliza vyuo vikuu, wamemaliza vioni, wana elimu za kutosha na wanaweza kuwa walimu, lakini wako mtaani wanaendesha mabodaboda na wengine wanafanya biashara ndogo ndogo. Chama chetu chini ya mgombea wetu pindi akiapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuwa tukiwaahidi kwamba tutakwenda kutoa ajira
kulingana na uwezo na sekta nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tutayazingatia haya, na tumeeleza wananchi kwa dhati kabisa kwamba tunahitaji rais ambaye anaumwa na mambo haya, ana nia thabiti ya kuweza kuondoa changamoto hizi. Na kwenye utendaji mgombea wetu amekuwa akiwaahidi Watanzania, na chama ndicho kinachosimamia kwamba tutaboresha maslahi ya watumishi wa umma, lakini pia tutadhibiti matumizi mabaya ya fedha za serikali, lakini pia matumizi mabaya ya rasilimali za umma kwa ujumla wake. Uboreshaji wa maslahi ya watumishi wa umma utasaidia harakati na mapambano yetu dhidi ya rushwa na ufisadi ambao umekithiri ndani ya taifa letu. Tunaamini kwamba rushwa na ufisadi wa rasilimali zetu za nchi umekuwa ukisababisha ukosefu wa ajira, lakini pia na utoaji duni huduma za msingi kwa wananchi. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunaongeza nguvu kubwa katika kupambana na rushwa, lakini pia tutaongeza nguvu katika kupambana na ufisadi ndani ya taifa letu. Tunaendelea na kampeni vizuri, na tunawashukuru wananchi wameweza kutupokea vizuri kwenye kampeni zetu, na sasa mgombea wetu amekuwa maarufu kutokana na hoja zake, kutokana na ilani ya chama chetu na sera za chama chetu kuelekea katika tarehe ya uchaguzi. Tunatoa wito kwa Watanzania kwamba tarehe 29 waende kupiga kura. Taifa letu bado halijawa na utamaduni tofauti wa kuweza kubadilisha viongozi madarakani. Taifa letu utamaduni wake ni kwenda kupiga kura. Tunabadilisha viongozi kwa kutumia sanduku la kura. Kwa hiyo tunawasihi na kuomba Watanzania tarehe 29 wale ambao wana sifa ya kwenda kupiga kura waende kupiga kura, na wasisikilize maneno mengine kwamba uchaguzi hautakuwepo ama la. Twende tukapige kura, tukafanye maamuzi kwa ajili ya maisha yetu katika kipindi cha miaka 5 inayofuata. Na tunawaomba sio tu kupiga kura, bali waende kupiga kura na kumpigia kura mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo, ili aweze kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yale ambayo tumekuwa tukiyaeleza kwenye mikutano yetu ya kampeni aweze kuyatekeleza pindi atakapokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia wasiache kuwachagua wabunge wetu na madiwani wetu kupitia chama cha wananchi CUF ambao wanagombea katika maeneo mbalimbali, ili iweze kumrahisishia rais wetu aweze kuunda serikali ambayo inatokana na watu waadilifu na wenye dhamira ya dhati ya kulikomboa taifa letu kutokana na ombwe la uongozi na umaskini ambao umekithiri kwa Watanzania. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza juu la kwenda kupiga kura, na tunaamini kwamba Watanzania ambao wana sifa ya kwenda kupiga kura, kwa maana mtu ambaye amejiandikisha kwa mpiga kura, yumo katika daftari la kudumu la wapiga kura na hanacho kitambulisho cha kupiga kura, basi atakwenda kupiga kura. Na wale ambao hawana sifa ya kwenda kupiga kura, basi tunawaomba wenyewe pia wasikae mbali na hawa ambao wanakwenda kufanya maamuzi kwa niaba yao. Wahakikisha kwamba wanawahamasisha na kuwaelekeza namna ya kuweza kufanya maamuzi siku ya tarehe 29 kwa maslahi ya taifa letu, na yasiwe maamuzi tofauti zaidi ya kumpigia kura mgombea wetu urais Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo. Tunashukuru sana kwamba mpaka sasa hatujapata matatizo makubwa katika kampeni zetu. Tumekuwa tukiendelea vizuri na kampeni na tuko kwenye hatua ya mwisho, na hivi leo ninapozungumza hapa tunamalizia kwenye eneo la wilaya ya Malinyi na Ulanga, lakini tarehe 23 tutakuwa katika wilaya ya Morogoro na Mvomero, kabla tujarejea Dar es Salaam ambako tutakuwa na mikutano ya kampeni pale Dar es Salaam, Ilala, Kigamboni na Temeke, lakini pia tutakuwa na mikutano ya kampeni Unguja na Pemba, na tutakamilisha kampeni zetu Temeke, Dar es Salaam siku ya tarehe 28 mwezi wa 10, siku moja kabla ya kupiga kura ya kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani wetu katika halmashauri mbalimbali. Tunawashukuru Watanzania wote na tunawaomba watuunge mkono kwenye kampeni zetu, na tunaamini kwamba dhamira yetu ya dhati itakwenda kuibadilisha Tanzania pindi Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo atakapokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru. Kwa upande wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, tunashukuru kwa maandalizi mazuri ambao wameanza nayo toka awali. Tumekuwa na ushirikiano mzuri na wa dhati na Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika uchaguzi huu, na tunaamini kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi itakwenda kutenda haki na wala haitasukumwa na Chama cha Mapinduzi katika kushinikiza maamuzi tofauti na yale ambao Watanzania wataenda kuyafanya siku ya tarehe 29. Tunaomba waendelee kuwa waaminifu na waendelee kujenga uaminifu kwa Watanzania,
ambao wameondokana na imani na tume kwa miaka mingi, lakini tunatarajia kwamba mwaka huu Tume ya Taifa ya Uchaguzi itakwenda kutenda haki na kuheshimu maamuzi ambayo yatatendwa na wapiga kura wa Tanzania. Pamoja na hofu yetu ambayo tumekuwa nayo baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutoa karatasi ya mfano ya kupiga kura kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuliamini kwamba kwenye karatasi ya kura wagombea watapangwa kulingana na herufi za mwanzo za vyama vyao ama herufi za mwanzo za majina ya wagombea. Lakini ukitazama karatasi ya mfano ya kupiga kura, Chama cha Mapinduzi mgombea wake amewekwa pale juu kabisa namba 1. Lakini ukiangalia herufi ya mwanzo ya Chama cha Mapinduzi ni C. Wakati kuna vyama vingine vipo ambavyo herufi zao za mwanzo zinaanza na herufi A. Tuliamini kwamba hivyo vyama vingekuwa kule juu. Lakini kama pia watakuwa wametazama herufi za mwanzo za majina ya wagombea, bado herufi ya mwanzo ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi ni S, ambayo ingekuwa kule chini kabisa. Kwa hiyo tulitarajia kuona majina ya wagombea ambao herufi zao za mwanzo ni A wangesimama kule juu. Sasa tume wameanza kututia hofu kwenye eneo hili kwamba wametumia kigezo gani kumweka mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya juu kabisa kule kwenye karatasi ya kura. Sasa kama walikuwa wamekosea kwenye hili, basi tunawasihi na kuwaomba wasirejee makosa ambayo ni mepesi ya namna hii ambayo yanaashiria kama vile kuna upendeleo kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini zaidi ya hapo mambo mengine tumekuwa tukiendelea nao vizuri mpaka hivi sasa kwenye michakato ya ratiba, kwenye michakato mingine ambayo tumekuwa tukiendelea nayo, na tunaamini kwenye hatua tunayokwenda nayo ya mawakala pia tutakwenda vizuri. Hatutarajii kuona usumbufu mkubwa. Malalamiko yetu katika kipindi kilichopita juu ya kuibiwa kura ama kubadilishwa kwa matokeo ya uchaguzi, kumekuwa na malalamiko haya, na malalamiko haya tumekuwa tukiyaelekeza kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi zaidi, kwa sababu wakati wa michakato tangia tunaanza, tume ilikuwa ikionyesha dhahiri kabisa kwamba inapendelea Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hali ile ikatufanya sisi tufanye hamasa za kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo itaachana na utamaduni wa miaka iliyopita na kuuacha uchaguzi uwe huru kwa wananchi kuweza kufanya maamuzi wanayohitaji. Tumekuwa tukiwa na madai ya katiba ambayo tungeamini kwamba ingetengeneza tume huru ya uchaguzi. Lakini kama mnavyofahamu, ujenzi wa demokrasia ndani ya taifa lolote ni jambo la mchakato, si jambo ambalo unaweza kulikamilisha ndani ya muda mfupi. Sisi tunaamini kwamba kelele zetu hizi zimekuwa zikifanya mabadiliko kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Zamani miaka ya nyuma tulikuwa tunapiga kura kwa kutumia makaratasi tu ya kawaida, lakini baadaye tuliomba sisi kwamba Watanzania tuna umuhimu wa kuwa na daftari la kudumu la wapiga kura. Hii ilikuwa ni hoja ya Chama cha Wananchi kafu, ambaye baadaye mwaka 2005 tukaanza kuingia kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, na baadaye likaboreshwa mpaka sasa hivi tuko kwenye daftari hili la kidigitali la wapiga kura. Hizi ni hatua ambazo tumekuwa tukiziona zikichukuliwa kwa kelele ambazo tumekuwa tukizipiga. Sasa namna gani tunakwenda kwenye uchaguzi huu, na sisi imani yetu ikoje kwenye uchaguzi huu? Kwanza tuna imani kwamba kwa kelele ambazo zimepigwa na Watanzania na sisi tukiwemo mpaka hivi sasa, pamoja na kwamba kuna ambao wanaamini kwamba si vyema kuingia kwenye uchaguzi huu mpaka pale ambapo mabadiliko yamefanyika. Mabadiliko ambayo tunayahitaji, hatutawatoa watu kutoka nje ya taifa hili, bado watakuwa ni Watanzania wale wale. Kwa hiyo tunaamini kwamba kelele ambazo zimepigwa na hali ilivyo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi haiwezi kwenda kufanya haya ambayo yamekuwa yakifanywa katika miaka iliyopita. Na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaweka mawakala wa kutosha katika vituo vyetu vya kupigia kura, lakini pia tumejipanga kuhakikisha kwamba taratibu zinafuatwa, na sisi tutakuwa ni wa mwanzo kufuata taratibu zile za kiuchaguzi na sheria za uchaguzi, kanuni za uchaguzi. Tutakuwa wa mwanzo kuzifuata. Tukiwa tunazifuata sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, kama patatokea chombo chochote, mtu yeyote kufanya kinyume, maana yake ni kwamba huyo atakuwa anakwenda kinyume na sheria za nchi, na wananchi watakuwa na sababu ya kumhukumu. Na sisi tunawaomba na kuwasihi Tanzania, kipindi hiki cha kuelekea kwenye kupiga kura, twende tukapige kura kwa utulivu. Lakini ikitokea Tume ya Taifa ya Uchaguzi inataka kurejea yaliyopita kule nyuma, Watanzania watakuwa na sababu ya kuchukua hatua. Na kwenye hilo sisi hatutakuwa na simile, kwamba hatua zichukuliwe kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kisitumie tume
kufanya matakwa yao, na Tume ya Taifa ya Uchaguzi isichukue mashinikizo kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi ili kuupindisha uchaguzi. Twende kwenye uchaguzi uliokuwa huru na wa haki, na tunaamini uchaguzi ukifanyika vizuri hapata kuwa na malalamiko yoyote, na sisi tutakuwa wa mwanzo kumpongeza aliyeshinda kwa uhalali. Lakini pia sisi tukishinda kwa uhalali, waache atangazwe mgombea wetu kwa ameshinda, na Watanzania wakaongozwe na mgombea kutoka Chama cha Wananchi.